Naahidi kwamba kwa kuzingatia yale ambayo mmewasilisha hapa, serikali wakati mwingine itahakikisha kwamba waandishi wa habari mnakuwa mstari wa mbele kushirikiana. Lakini hapo nilete ombi kwenu kwamba ninyi mnapoenda kupigana vita hii, vita haimtaki mtu mmoja, vita inataka muunganiko wa watu wengi. Huko ambako mnaenda kupigana mtakutana na taasisi mbalimbali, mtakutana na asasi mbalimbali ambazo nazo ziko katika mapambano dhidi ya udumavu pamoja na lishe bora. Nitoe wito kwenu kwamba mtakapokutana na hizo asasi na taasisi ambazo zinafanya mapambano hayo, mkashirikiane nazo. Tutumie peni zetu vizuri, kalamu zetu vizuri, tutumie kamera zetu vizuri kuhakikisha kwamba tunashirikiana na kila ambaye anapigana vita ambayo tunaipigana. Masuala ya ukatili sio masuala ya lele mama. Ni masuala ya kutilia mkazo, ni masuala mazito sana, ni masuala ambayo yanahitaji umoja, kwenda kupambana kwa pamoja. Sisi wote tunajenga nyumba moja. Haina haja ya kugombania fito. Lakini vile vile tunafahamu kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Na kwamba kidole kimoja hakivunji chawa. Kwa hiyo huko tutakapoenda kupambana na kupigana kwenye jamii zetu, tutakapokutana na asasi tuziko ushirikiano, lakini vile vile tushauriane kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunapambana na swala hili la udumavu pamoja na ukatili. Lakini vile vile nitoe wito kwenu kwamba tunafahamu kwamba mnapambana kwa kutumia kamera zenu na peni zenu. Sasa kama ambavyo mmeona msiishie kwenye kuripoti, basi pale ambapo mnaona panahitajika zaidi kutoa elimu, badala ya kuripoti jambo ambalo lingezua taharuki kwa jamii, mjaribu kutoa elimu kwanza, kupunguza hilo jambo. Alafu tunaweza kuripoti kwamba kulikuwa na changamoto 1, 2, 3, lakini mtandao wa waandishi wa habari unaopambana na ukatili pamoja na masuala ya lishe bora tumefanya 1, 2, 3. Ukiripoti kwa namna hiyo itakuwa na uzito zaidi. Lakini kwa namna ambavyo mnaendelea kuripoti na kuhabarisha umma, tuendelee kuzingatia maadili yetu ya waandishi wa habari. Nafahamu kwamba nyinyi mnafahamu zaidi na ninayo imani kubwa kwamba mnayafuata na kuyatekeleza yale yote ambayo mnaelekezwa kwenye taaluma yenu. Kwa sababu maeneo hayo yote mawili ni maeneo nyeti sana. Kwenye masuala ya ukatili nitakutana na watoto, ambapo nyinyi mnafahamu kwamba kama waandishi wa habari ipo sheria inayomlinda mtoto. Kwa hiyo mzingatie hayo. Lakini vile vile usambazaji na urushaji wa picha mbalimbali na habari ambazo zingehitaji kufanyiwa labda kuweka kivuli au mambo yale mengine, basi mzingatie taaluma yenu kadri ambavyo inawaelekeza. Lakini vile vile ninyi kwa ninyi, chombo na chombo, nimepata taarifa na kusikia kwamba kuna vyombo vingi viko hapa kama ambavyo nimevitambulisha. Chombo kwa chombo, mshirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba lengo letu ni moja, kuhabarisha umma, lakini kuelimisha, pamoja na maslahi ya kibiashara tulionayo katika vyombo vyetu. Lakini tuweke mkazo na msisitizo kwamba lengo letu ni moja, la kuhakikisha kwamba tunashirikiana kusukuma gurudumu hili na kupambana na kupigana na vita ambayo ni kubwa sana ya ukatili wa kijinsia pamoja na swala la udumavu. Wote tunafahamu kwamba udumavu haumpati mtoto ambaye ameshazidi umri wa miaka 2. Unampata mtoto mwenye umri wa miaka 2 mpaka 0. Lakini vile vile udumavu, mtoto wa mwaka 0 mpaka 2 anaweza ama kupata au kutibiwa katika umri huo. Na kama tutazembea katika umri huo, ina maana huo ugonjwa hataweza kupona tena kwa kipindi chote cha maisha yake. Kwa hivyo tunapopambana na kupigana, tunapaswa kujua tunaenda kupambania wapi. Tunaenda kupigania wapi? Mtoto wa miaka 0 mpaka 2 au siku 1000 tutampata kliniki. Tutampata mama mjamzito. Kwa hiyo tujue tunapopambana na kupigana, tunaenda kupambana wapi na tunaenda kupigania wapi, ili kundi sahihi ambalo ndio lengwa kwenye sehemu hii ya udumavu tuweze kulifikia. Serikali ya mkoa imeshafanya jitihada mbalimbali na tunayo taarifa kwamba zipo mashine za kuchanganya virutubisho, na kwa maelekezo ambayo yametoka tayari kwamba chakula ambacho kinaliwa mashuleni ni lazima kiwe kimeongezwa virutubishi, na serikali imeleta mashine kwa ajili ya kuongeza virutubishi kwenye chakula hicho. Kwa hivyo tuendelee kuhabarisha umma kwamba
wale chakula ambacho kina virutubishi vya kutosha. Lakini tunafahamu kwamba hivyo virutubisho sio mbadala wa virutubishi ambavyo tungeweza kuvipata kutoka kwenye makundi ya vyakula. Kwa hivyo, watu waendelee kuhabarishwa, kuelimishwa kwa habari ya ulaji sahihi wa chakula, lakini pale ambapo panahitajika kuongeza virutubishi, basi watu waelimishwe na kuhamasishwa kuhusiana na habari ya kuongeza virutubishi. Changamoto, nitaendelea kusema kila sehemu kwamba changamoto kwa mkoa wa Katavi, kwa wilaya ya Mpanda, sio chakula. Hapa tunapata mazao yote, vyakula vyote vinapatikana hapa. Lakini changamoto kubwa ni mpango wa sahani. Ni namna ambavyo tunakula. Mboga za majani ambazo zinahamasishwa, makundi ya chakula cha mazao yatokanayo na wanyama, yote yanapatikana hapa Katavi. Lakini changamoto ni tena kwa bei, hata kama kwa mtu anayenunua ni kwa bei rahisi sana. Lakini changamoto ni vile mtu ambavyo anakula. Na kwa bahati mbaya, kwa sababu ya tabia ambazo mama mjamzito au mama anayenyonyesha anaweza akawa nazo, kwamba hajisikii hamu ya kula, au kuna zile imani ambazo zinasema kwamba mama mjamzito asile aina ya vyakula fulani, zile zinapelekea mama mjamzito atakosa vile virutubishi au ufanyaji wa kazi zilizokithiri kipindi cha ujauzito. Mtu anaweza kalenga tu kwenye swala la lishe bora, lakini kumbe mama mjamzito anafanya kazi zilizokithiri kipindi cha ujauzito. Zile kazi ambazo zimekithiri katika kipindi cha ujauzito zikampelekea yule mama mjamzito aweze kupata mtoto ambaye hana afya bora tangu akiwa tumboni, hata anapozaliwa. Badala ya kuanza kupambana pale ambapo tuliishia tukiwa tumboni, tunaanza kupambana moja kwamba hata mtoto aliyezaliwa anakuwa si mtoto mtimilifu. Kwa hivyo swala hili la udumavu ni pana, lakini swala la ukatili ni pana. Kwa hivyo sisi wote kwa pamoja, kama ambavyo tumeamua kwamba tunaenda kufanya kazi kwa kushirikiana kati ya chombo na chombo, lakini mwandishi mmoja mmoja kwa mwandishi mwingine, basi tukafanya hivyo kweli. Lakini nafahamu katika hii safari utakuwa na vikwazo. Mara zote mtakapopata vikwazo, mrejee lengo lililowasukuma kufanya hivyo. Kwa kurejea lengo ambalo limewasukuma, ambao wanaweza kuwashika mkono kuhakikisha kwamba mnaendelea na mapambano haya. Mapambano haya si ya mtu mmoja, ni mapambano yetu wote. Kwa hivyo wadau na asasi na taasisi zingine, nitoe wito kwamba wanakaribishwa sana kuungana na mtandao huu wa waandishi wa habari kuhakikisha kwamba wanapambana na ukatili pamoja na masuala ya udumavu ili kuhamasisha lishe bora, inayoendeshwa na mtandao wa waandishi wa habari wa kupambana na ukatili pamoja na masuala ya lishe bora, bila kuathiri kampeni ambayo ilizinduliwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ya lishe bora, afya yako, zingatia unachokula, inazinduliwa leo rasmi. Kampeni hii nimeizindua. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.